Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Siku ya leo Mungu ameweza kunipa kibali tena cha kuleta mafundisho ya tafasiri za ndoto na maana zake. Na siku ya leo nimekuja na ndoto inayohusu njiwa, mwotaji wa ndoto pale ambapo akaota ndoto akaona njiwa akamuona katika anga analuka na kupaa juu. Pale ambapo ukamuona njiwa analuka katika anga lako, hasa ishara ya ndoto za njiwa. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona njiwa wanaluka angani, njiwa weupe, njiwa wazuri wanaoluka juu ya anga. Sasa ukiota ndoto ya njiwa kinabii, ni ishara ya kwamba amani na utulivu wa moyo viko pamoja na wewe. Ni ishara ya kupata amani, ni ishara ya kupata utulivu, lakini pia ni ishara ya kupata baraka za Roho Mtakatifu kwa mwotaji wa ndoto ya namna hiyo. Pale ambapo ukaota ndoto ukamwona njiwa analuka anakuja kutulia katika makadhi yako, au anakuja kutulia anapita juu ya anga lako, ni ishara ya kupata baraka na utulivu wa moyo. Lakini ishara ya pili ya namna hiyo, pale ambapo mwotaji akaona njiwa analuka juu ya anga, ni ishara ya amani na utulivu, lakini pia ni ishara ya kuondokewa kwa huzuni na migogoro. Manake ni kwamba kama kulikuwa kuna migogoro iliyokuwa pamoja na wewe, kama kulikuwa kuna shida na mateso yale yalikuwa pamoja na wewe, ni ishara ya kwamba migogoro hiyo inaenda kuondoka, na ile huzuni iliyokuwa imekushikilia kwa muda mrefu. Manake Roho Mtakatifu anakuonyesha hiyo migogoro na hizo huzuni ambazo ziko ndani yako, Mungu anazionyesha kwamba anaenda kuziondoa kwa ajili ya utukufu wake. Lakini ishara ya namna hiyo, ukiona njiwa wanaluka juu ya anga waona kwa macho yako, tunasema ni ishara ya kupata habari njema au ujumbe mzuri hivi karibuni kwa mwotaji wa ndoto ya namna hiyo. Pale ambapo ukaota njiwa analuka juu ya anga na maisha yako, ni alama ya kupata habari njema na ujumbe mzuri wa hivi karibuni. Kama ulikuwa unaomba kazi, ulikuwa unatafuta kazi, kama ulikuwa unataka masuala fulani mbalimbali uweze kuyapata, au kama ulikuwa unahangaikia mambo fulani, hasa utakapoota ndoto ya namna hii, ni habari njema kwamba hilo unalolihangaikia litaenda kufanikiwa. Lakini ishara ya namna hii, pale mwotaji ambapo akaona njiwa analuka juu ya anga lake, tunasema ni ishara ya kujibiwa maombi yake, ni kujibiwa ibada yake ambayo amekuwa mahitaji yake, yale mahitaji ambayo amekuwa akimlilia Mungu na kumwomba nayo usiku na mchana. Mungu anakuonyesha kwamba haja ya moyo wako Mungu amekupa na amejibu hitaji lako ambalo unaliomba kila siku ili aweze kulitenda. Lakini ishara ya namna hiyo, ukimuona njiwa analuka katika anga, ni alama ya usafi na nia ya imani. Manake mtu huyo, utakapoota ndoto ukiona njiwa analuka juu ya anga, ukiona njiwa analuka pamoja na wewe, hiyo ni alama ya kupata baraka, lakini pia ni usafi wa moyo. Asilimia kubwa waotaji wa ndoto mioyo inakuwa ni safi, mioyo yao inakuwa haina ila, mioyo yao inakuwa haina matendo mabaya, mioyo yao inakuwa ni mioyo isiyokuwa na nia mbili. Ni alama ya kupata baraka na ni usafi wa moyo katika imani. Lakini ishara ya namna hii, pale mwotaji anapokuwa anaota ndoto akaona njiwa wanaluka juu ya anga, tunasema kwamba ni ishara ya kuimarika kiroho na ni ishara ya kufanya amani na mafanikio katika maisha yako. Manake ni kwamba kiroho umeimarika, umekuwa kiimani, na Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, Roho Mtakatifu yuko katikati yako. Kwa hiyo ni alama ya kupata baraka na mafanikio katika nyumba yako. Lakini ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona njiwa wanaluka juu ya paa au juu ya mazingira ya anga, ni alama tunasema ya kuimarika, kupandishwa daraja, kwenda daraja lingine, kwenda hatua zingine, kwenda viwango vingine, kuongezewa nafasi nyingine kwa mwotaji wa hiyo ndoto. Pale ambapo anaiota akamuona njiwa analuka juu ya anga, ni alama ya kupandishwa daraja. Kama ulikopo ngazi moja unaenda ngazi nyingine. Lakini pia ishara ya namna hiyo tunasema kwamba ni ishara ya mafanikio, heshima au maendeleo. Kupata maendeleo, kupata heshima, kupata baraka, kupata mafanikio kwa mwotaji wa ndoto hiyo
aliyeiota. Lakini namna hii tunasema ukimwona ndoto, ukiona katika ndoto yako njiwa wanaluka kwa pamoja, ni alama ya baraka za kifamilia, na tunasema maelewano na utulivu ndani ya nyumba kwa wanandoa. Pale ambapo wanandoa wakaota ndoto ya namna hiyo, ni alama ya kupata baraka, ni alama ya kupata mafanikio, ni alama ya kupata utulivu na maongezeko zaidi katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.